Mbali wanahabari wetu wako ange kabisa kukupasha yanayojiri mubashara kabisa. Naitwa Yeri. Karibu tuanze kule Mombasa ambapo mnamo tarehe 6 mwezi Disemba mwaka wa 2024 mahakama ya upeo iliamuru kuwa wakazi wa kitongoji cha Owino Uhuru jijini Mombasa walipwe fidia ya shilingi bilioni 2 kutokana na madhara yaliyosababishwa na sumu ya kiwanda cha LED. Uamuzi huo ulitamatisha kesi ya miaka 8 baina ya wakazi na serikali, ikikadiriwa kwamba kufikia sasa zaidi ya watu 400 wameaga huku walioathirika wakiendelea kuhadithia masikitiko yao. Anavyoripoti Tobias Chanji, mwezi mitatu baada ya uamuzi huo serikali imesalia kimya. Ni adhuhuri ya Jumapili, baadhi ya waathiriwa wa Owino Uhuru wapo katika hoteli hii kuelezea changamoto zao huku wakisikitika na kujivuta kwa serikali. Nashukuru Mungu kwa ile neema yake. Mungu ndiye ameniwezesha nimefika mpaka siku ya leo. Kwa ile neema ya Mungu, kwa hivyo vipimo venye vilipimwa na ile percentage nilikuja kwa kile ya kiafya na kibinadamu iko sijui niko wapi. Lakini nashukuru Mungu penye amenifikisha. Sababu mimi kama mzamtaa niliona kama mimi sijapatikana, lakini baadaye nikuja kujua nimepatikana na hii kitu na akaniumiza bila nimeniumiza. Na natumaini Kelvin ni kumuombea, sababu sijui maisha yake na siku sijasi itakuaje, sababu kwa mwili wake, kilichoingia kwa mwili wake ilikuwa hatari kwa maisha yake. Tangu uamuzi huu hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa na serikali wala mmiliki wa kilichokuwa kiwanda cha LED au Itibolo. Tunaomba wale wanahusika tuweze pata compensation yetu, ndio tuweze jisaidia kwa mambo ya mandawa na mahitaji mengine, kwa sababu bando mtaa wetu watu wako chini hata mandawa wapati. Kwa hivyo 1.3 billion ambayo walipewa ya fidia, tunatakiwa tupokee milioni 700 kutoka kwa serikali, na pesa ya kusafisha mazingira imepungua kutoka 700 million mpaka 350 million. Tunajua ya kwamba Metal Refinery na Penguin Paper and Book Company hawakujishirikisha katika kesi, ingawa tuliwashtaki, na kwa hivyo hata ingawa walipewa ile 50%, tunajua hakuna vile tutapata ile 50%. Shirika la Center for Justice, Governance and Environmental Action ambalo lilishtaki serikali kwa niaba ya waathiriwa linasema kuwa itakuwa vigumu kuzuia vifo zaidi iwapo hakuna fedha za kutafuta tiba. Victims wengi wamekufa. Owino Uhuru sai zaidi ya wananchi 100 walishaaga maisha, na watoto tumepoteza watoto zaidi ya 300 kwa vifo ambavyo viko related na lead poisoning. Na kwa hivyo wale ambao wamebaki wengi bado ni wagonjwa na wanahitaji matibabu, na hizi fedha zitaenda kuwasaidia pakubwa. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Mombasa. Kwa miaka mingi wakazi wa wadi ya Kaloleni mjini